Oldonyo Media. Habari karibu nawe. Bwawa la Nanja mwaka jana lilipata hitilafu la kupasuka. Na serikali ilichukua jitihada za dharura ya kuweza kukarabati bwawa lile kwa kutumia gharama ya shilingi milioni 338. Na tulielekezwa tufanye usanifu wa kina. Na kazi ile ilifanyika. Na tumeshatengewa fedha. Kwa hiyo wakati wote ukarabati upya au ujenzi upya lile bwawa na muonekano mpya utaanza. Na lile bwawa likishakamilika litakuwa ndo mkombozi wa mifugo katika maeneo mengi ya Monduli, sababu litaongeza ukubwa. Kwanza litaongeza ile kingo itarefushwa na litaongezwa wigo na ile baadhi ya ile matope yataondolewa. Kwa hiyo wingi wa maji atakayohifadhiwa maji pale yatakuwa ni mkubwa sana. Yatakuwa maji ni mengi sana. Kiasi gani kimetengwa cha fedha na miundombinu ambayo mnazungumzia ni kutenga ama kutengeneza sehemu ya watu kuchotea na sehemu ya mifugo kunywa? Ya, fedha iliyotengwa ni bilioni 3.3. Na tunategemea kujenga maeneo ya mifugo kunywa maji katika pande 3. Kuna eneo la Engaroje kusudi mifugo isitembee sana kuja mpaka huku maeneo ya Mti Mmoja, na kuna maeneo la Nanja na maeneo ya Arkaria. Yale maeneo ambayo ya kimkakati yale kusudi ile mifugo kwanza isitembee juu ya kidaka maji. Unajua changamoto ya mabwawa mengi kujaa tope ni kufanya shughuli za kibinadamu kwenye kidaka maji. Kwa hiyo unakuta mvua ikinyesha kunatokea mmomonyoko. Kwa hiyo ule udongo wa juu wote unajaa kwenye bwawa, ndio unasababisha bwawa kujaa tope. Kwa hiyo tukiweza kudhibiti shughuli za kibinadamu juu ya kidaka maji, ambao kitaalamu wanasema katika catchment ile area, inaweza kupunguza hizi adha za mabwawa mengi kujaa tope. Labda kwa sasa kwa hali ambayo inaendelea pale kwenye bwawa la Nanja, uchimbaji wa mashimo pembezoni haitaleta labda madhara kwa baadaye wakati unafanya ukarabati? Hapana, yale ni madogo sana. Okay. Yale ni madogo sana. Na ukarabati huu mnategemea kufanya nini? Baada ya mvua ama kabla ya mvua kunyesha? Kabla ya mvua kunyesha. Na unapofahamu serikali ya awamu ya 6 ilinunua mitambo ya uchimbaji visima na mabwawa. Kwa hiyo mitambo hili ndio itakayotumika kuchimba pale, na tutumie wataalamu wetu wa ndani kama waliofanya ukarabati pale. Na hivi majuzi wale wataalamu walikuwa wanafanya mobilization kwa ajili ya kuanza hiyo kazi. Kwa hiyo kazi muda wote tutuombe uzima, hiyo kazi itaanza. Oldonyo Media. Habari karibu nawe.